Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ndugu zangu, ili kupata mali, kukimbilia katika utajiri, lakini pia kupata heshima kubwa sana katika dunia, hakikisha unapambana katika hali ya kulisoma jina hili. Wallahi, ukilisoma jina hili Allah jalla fi'ula atakupa pesa. Ukilisoma jina hili Mungu atakupa mali. Ukilisoma jina hili ipasavyo, Mwenyezi Mungu atakupa heshima kubwa sana katika dunia. Katika siku hii ya leo biidhnillahil karim, hebu twende tukajifunze kitu ambacho kinaleta mali nyingi na kitu ambacho kinaleta heshima kubwa sana juu ya mwanadamu. Lakini vile vile, kabla ya jambo lolote, hatujaanza hili jambo, naomba niwaeleze jambo hili. Watu wengi wanajua kwamba leo ndio ile siku ya mwaka mpya wa Kiislamu. Baadhi yao wanafahamu. Lakini mimi napenda niwaambie kwamba siku ya mwaka mpya wa Kiislamu, makadirio yetu yalikuwa sio mazuri. Hatukuwa tumekadiria vizuri. Haikuwa tarehe 9 wala tarehe 10. Mwaka mpya wa Kiislamu nimefanya makadirio mengine, inawezekana ikawa kwenye tarehe 16 ndio tukafika kwenye mwezi Muharram, ambapo hii itakuwa ni Muharram mwaka 1840 mwaka 1448, ambayo hii itakuwa inaanza mwezi Muharram. Kwa hiyo mpaka sasa bado hatumo katika mwaka mpya wa Kiislamu. Kwa wale ambao walikuwa wana mashaka na kuwa na wasiwasi juu ya siku ya leo, naomba niwatoe mashaka hayo. Lakini pia tulisema kwamba ifikapo mwaka mpya wa Kiislamu tutakuwa tuna dua maalumu, ambayo dua hii tutaisoma kwa kila mmoja ambaye atakayeweza kusikiliza dua hiyo. Na tulijitahidi kusema kwamba tutafanya jitihada tuweze kuwa live katika chaneli yetu ya YouTube. Tufanye vitu live. Na insha Allah Mwenyezi Mungu akipenda tutakuwa hivyo, tutakuwa live. Lakini pia naomba niseme jambo moja la msingi. Hii dua ambayo tumeamua kuiandaa, tulisema ni dua kwa ajili ya watu wote. Kila mmoja atashiriki katika ile dua, isipokuwa kitu kimoja tu. Tukasema kwa yoyote ambaye anataka bukhuri ya mwaka mpya wa Kiislamu, basi aweze kutengeneza bukhuri yake mwenyewe. Na tukatoa maelekezo ya bukhuri. Utakapotaka kuiandaa bukhuri, hakikisha kwamba unaandaa matirio yake ni sandarusi, matirio yake ni mushtaka, matirio yake ni jawi, matirio yake ni kandar. Haya, tunakwenda katika ambar abiyadhu. Hizi zote tulizitaja kwa majina. Tukasema ipatikane miski nyeupe ya unga, ipatikane miski nyeusi ya unga. Haya, ipatikane vukora, ipatikane jawi. Hizi zote aina kama 8 sasa hivi. Haya, tunakwenda zipatikane, tukaelezea vitu 11. Nafikiri ukiingia kwenye video yetu ya nyuma, kama video ya 3 kwenda nyuma au ya 4, ukaisikiliza video hii, utakuta tumeeleza kila kitu katika vile ambavyo tulivyovitaja. Kisha tukasema vitu vyote hivi vinawekwa sehemu moja, lakini tulijaribu kuelezea. Tukasema katika vitu ambavyo upatikanaji wake ni wa shida kidogo, ni viwili tu katika hivyo vingine vinapatikana kwa haraka.
viwili ni hanjar. Ni faijal. Faijal hii kuipata kwake kidogo kuna changamoto, lakini ipo, inapatikana, kwamba ikiwepo unapata, lakini huwa inapatikana kidogo kwa ugumu. Lakini ukiipata hata bei yake kidogo inakuwaga kubwa, haina, yani inatofautiana na hizi dawa zingine. Lakini ukiondoa hii faijal, tunakutana na material mengine. Kuna kitu inaitwa ambar abiyadhu. Hii ambar abiyadhu, yani ambari nyeupe. Ambari zimegawanyika katika aina 3 nafikiri. Sijawahi kuiona ambari nyekundu, lakini najua kuna ambari nyeupe na ambari nyeusi, na hizi nazijua. Hiyo nyekundu naisikia, lakini sijawahi kuiona, ila tu tuiweke katika kundi la ambari, kwamba ambari zipo za aina 3. Kuna nyeupe, kuna nyekundu na kuna nyeusi. Kwa wale mabingwa na wataalamu wenye kujua, nafikiri wataniambia hiyo ambari nyekundu ipoje. Lakini nafahamu zaidi kazi za ambari nyeupe na kazi za ambari nyeusi. Ambari nyeupe mara nyingi sana ukiwa nayo, kama unatamani kuwa na kundi la majini utembee nalo, kuna vitu fulani unatakiwa uvifanye katika ambari nyeupe, basi utakuwa unatembea barabara nzima wewe uko na majini na watu hawawaoni. Hivyo ni vitu vya siri na sina haja ya kuvizungumzia leo, katika masiku mengine. Lakini ambari nyeupe, kwa nini ukinunua dukani utakiwi kwenda nao kavukavu, itapotea? Kwa sababu ni kitu ambacho majini wanakitaka, watakuibia. Ambari nyeupe ukinunua uwe na pilipili mtama zile wanaita, au pilipili manga wataalamu wanaita. Ukichukua ile ambari nyeupe uitie kwenye ile pilipili manga, alafu ndio unaweza kuweka mfukoni. Kama ni mwanadada unaweza kuweka kwenye mkoba, unaweza kuweka kwenye gari. Lakini dawa hii ukubwa wake ni kama vile kapunje cha muhindi kale kamoja, ndio ukubwa wake, ambapo gharama zake wanaweza wakakuuzia mpaka 300,000, 250,000 mpaka 300,000 kwa ile ukubwa wa muhindi. Ambari nyeupe ina bei ghali sana ndugu zangu, bei ni kubwa sana. Hii ambari nyeupe siri yake mara nyingi sana ndio watu huitumia kwenye pete na kusema kwamba amevaa pete ya bahati. Nataka niwaambie ndugu zangu, hakuna pete ya bahati ambayo haina ambari nyeupe. Ukimkuta mtu katika pete yake eti ametengeneza tu pete yenye kito chenye asili ya nyota yake, basi huyu mtu bado hajapata pete yenye mvuto. Hakuna pete yenye mvuto inayokosa ambari nyeupe. Basi wajuzi na wataalamu huchukua pete yenye kito chenye asili ya nyota yako, na pete hii wakaitia ndani ya kito kile, kwa ndani kabisa wanaitoboa, wanatia ile ambari nyeupe. Kwa hiyo ile pete unakuwa ukiivaa, ukitembea nayo, ndani yake ina ambari nyeupe. Sasa ile ambari nyeupe ina aina fulani ya kuvuta baadhi ya vitu. Hakika ukitembea na ambari nyeupe, wachawi wenyewe wanakuogopa. Wachawi wenyewe wana mashaka na wewe. Ambari nyeupe ni habari ya mjini. Ndio maana hata bei yake ni ghali, na sio ghali tu bali hata kupata kwake usikurupuke. Zipo ambari zinauzwa madukani, zile zinakuwa ni ambari jina, wanauza shilingi 8,000. Maduka yote ukienda utapata ambari, zile ni ambari jina. Ukizisoma utakuta zimeandikwa maandishi ya kichina hivi. Zile sio ambari tunazozikusudia sisi.
ambari tunazokusudia sisi sio kubwa kama zile, kama mche wa sabuni, kama kipande cha sabuni. Hapana, ambari tunayokusudia sisi ni ambari kweli kweli, sio maskhara, ni kadogo lakini ajabu yake ni kubwa sana. Sasa tukasema hivi vitu vyote vikikusanywa 11 vinatakiwa visagwe, viwekwe sehemu moja. Halafu tukasema tunachukua sura ya mtu, mfano unaitwa labda unaitwa Amina. Huo ni mfano. Au tufanye mfano labda mtu anaitwa Adam, mama yake anaitwa Maryam. Neno Adam, hii Adam peke yake tuna alif, tuna dali, tuna mim. Alafu Maryam tuna mim, tuna re, tuna ye, tuna mim. Kwa hiyo Adam tuna 1, tuna 4, tuna 40. Maryam tuna 40, tuna 200, tuna 10, tuna 40. Jumla ya hizi hesabu zote za kulingana na kila herufi na hesabu yake, jumla yake tunapata 290. Jumla yote ni sawa na 200, yani Adam inakuwa ni 45 ya, alafu Maryam inakuwa ni 290. Jumla yote yani 45 jumlisha 290 tunapata 335. Tukishaanza kuikokotoa tunapata inadondokea katika 107. 107 tunapata sura gani katika Qur'ani? Tunapata suratul Maun. Kwa hiyo huyu mtu anatakiwa asomee suratul Maun mara ngapi? Tunaanza 1, 2, 3. Yale majina tunachukua zile idadi ya herufi, alafu 4, 5, 6, 7. Tunapata huyu mtu jina lake lina herufi 7. Anatakiwa asomewe suratul Maun kila siku mara 7 kwa muda wa siku 7. Lakini unaweza ukaisoma tu mara moja, ukaisoma hii mara moja kwa kuchukua 7 mara 7. Tunachukua 7 mara 7 tunapata ngapi? Tunapata jibu ni 40 na ngapi? 49. Hii 49 tunaweza tukaisoma mara moja. 49 tunaweza kuisoma mara moja. Hivyo basi tunachukua 49 tunaisoma mara moja tu. Tukiisoma mara moja tunaisoma kwenye nini? Tunaisoma katika bukhuri. Tunaisoma kwenye bukhuri yake, ambayo bukhuri hii ndio katika hizi ambazo tumezizungumzia. Tutamsomea 49 kwenye bukhuri, kisha tukishamaliza hii bukhuri, sasa ndipo tutampelekea muhusika bukhuri yake, kwamba bwana, bukhuri yako hii tayari imekwisha fanyiwa kisomo cha sura yako. Kwa ndugu zangu, hii ndio mfumo wa bukhuri ambao tunaufanya, na ndio maana tukasema hizi bukhuri ni hizi hapa ambazo unazoziona. Hizi ndizo bukhuri za watu ambazo tumeziandaa, na kila bukhuri moja unayoiona hapa ina mtu wake. Lakini bukhuri hizi unazoziona hapa ni bukhuri ambazo kila bukhuri moja itasomewa sura ya mtu kulingana na jina lake na sura yake. Huyu mtu ni munasaba na sura gani? Basi munasaba huo atasomewa kulingana na bukhuri yake. Bukhuri ndio hizi mnazoziona. Huyu mtu atasomewa sura yake, ambako sura hii ikisomwa katika ile bukhuri, bukhuri hii itabadilika, itakuwa ni bukhuri yenye asili ya jina lake, yenye asili ya mfumo wake, kwa sababu imesomewa sura yake. Sasa basi, bukhuri hii huyu mtu haruhusiwi kwenda kuchoma. Kama ni mwanamke akachoma akamchomea mumewe, kama ni mwanamume akampa mkewe naye achome kwenye mwili wake, haruhusiwi, kwa sababu hii bukhuri haihusiani na mtu mwingine zaidi ya wewe. Bukhuri hii inakwenda kupandisha nyota yako.
ukiichoma kwa kujifukiza ndani ya mwili wako, ukaichoma kwenye nyumba yako inaweka kinga, ukiichoma katika biashara yako, bukhuri hii inakwenda kutengeneza mvuto wa biashara. Bukhuri hii inakwenda kuvuta kheri, inavuta baraka, inavuta kila aina ya mazuri katika mwili wako. Na bukhuri hii kazi yake pia ni kufuta kila aina ya ubaya. Inakwenda kuondosha nuksi, inakwenda kuondosha mikosi, inakwenda kuondosha mabalaa, na inakwenda kuondosha kila aina ya mambo mabaya yanayokusibu katika mwili wako. Bukhuri hii inakwenda kuondosha kijicho, inakwenda kuondosha hasadi, inakwenda kuondosha mambo mabaya yote katika mwili wako. Bukhuri hii inakwenda kuondosha. Ndio maana sisi tukafundisha hii elimu ili watu wajifanyie wenyewe. Lakini kwa wale ambao watakuwa hawawezi, tukasema bukhuri hizi sasa mnazoziona, basi wao ruksa wao kuweza kuzipata bukhuri, tutawasomea bukhuri hizi hapa tunazo. Bado kama kopo 5 ambazo hazijapata wahusika, lakini zaidi ya hapo, tukimaliza hapo, bukhuri zetu zitakuwa zimekwisha. Hatutokuwa tena na bukhuri nyingine, labda mpaka tutakapoifanyia maandalizi tena, kwa sababu hatuwezi kufanya maandalizi ya bukhuri ya mtu mmoja, kulingana na material yake ni ghali sana. Kwa lazima tuwe na maandalizi ya bukhuri za watu kadhaa, ili tupate uwepesi kidogo wa gharama za material, kwa sababu hatuwezi kwenda kununua ambari abiyadhu kipunje kimoja kwa sababu ya mtu mmoja, kwa sababu kipunde kimoja kinauzwa mpaka 300,000, halafu tuende tukakinunue kwa mtu mmoja. Na tumesema gharama yetu ya bukhuri moja itakosti kwa mtu mmoja shilingi 50,000. Sasa shilingi 50,000 utakayoitoa, tuende tukanunue kipande cha ambari cha shilingi 300,000. Hapo tu inakuwaje? Inakuwa ni changamoto kidogo. Lakini watu wanapokuwa kadhaa, watu 5, 7, 10, wakatoa zile gharama zao, uwezekano wa kupata gharama ya kwenda kununua ambari kwa sababu wamehitaji wengi upo tena mwepesi. Na hata hizi dawa zingine, badala ya kwenda kununua kiasi kidogo cha mtu mmoja, tunaweza kununua kiasi cha kilo 1. Kila aina ya dawa tulizoitaja tunaweza kuagiza kilo 1. Kilo 1 sio sawa na utakavyoagiza kiasi kidogo. Bei yake itakuwa imekuwa nzuri zaidi, kwa hiyo gharama yake itakuwa cheap, itakuwa ndogo, na tunaweza tukapata dawa nyingi kwa gharama ambayo sio kubwa sana, tofauti na kwenda kumfanyia mtu mmoja peke yake. Nafikiri paka hapo mtakuwa mmenielewa kwamba mtu akinunua vitu kwa wingi kunakuwa kuna punguzo kubwa la bei kuliko akinunua kitu kidogo kidogo. Sasa bukhuri tayari tunazo, tumezikamilisha. Lakini kwa wanaohitaji kuingizwa majina yao kwenye bukhuri, nafasi bado ipo ya kutuma gharama zao katika namba zetu hizi za Vodacom. Popote pale ulipo, ukiwa Kenya, ukiwa wapi, unatuma. Nasi baada ya dua hii tutakutumia hii dawa popote pale ulipo, ukiwa mkoa, ukiwa nchi, lakini isiwe nchi kama za Marekani wapi, kwa sababu kule gharama zao ni DHL, gharama kubwa sana. Kwa hiyo nafikiri kwenye upande wa bukhuri, ndugu zangu, mtakuwa mmenielewa vyema ipasavyo. Sasa moja kwa moja tuje kwenye upande wa dua yetu ya leo. Tulisema dua yetu ya leo mashallah ni dua mujarrabu sana. Dua ambayo ukiifanya basi wallahi itakuletea mali, itakuletea pesa nje, na dua hii itakuletea heshima kubwa sana. Ama kwa hakika dua hii, na sio dua tunasema ni jina, lakini jina lenyewe ndio dua yenyewe. Jina hili la Allah ambalo si lingine ni jina linalojulikana kama Al-Azizi. Al-Azizi
Al-Azizi, ndugu zangu, ni jina kubwa sana, jina zito sana. Al-Azizi linapatikana katika sura ya 59 aya nambari 23, pale Mungu aliposema huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-qudusu as-salamu al-mu'min al-muhaimin al-azizi. Kumetajwa majina mengi sana ya Allah, lakini Al-Azizi ndilo jina lililopo pia ambalo tunalisoma leo. Al-Azizi uzito wake ni 94, na ndio maana usomaji wake unausoma mara 94. Al-Azizi, jina hili ili likupe mali na pesa, likupe heshima. Hakikisha kila unaposwali, ukimaliza tu kuswali sala yoyote ile, unakaa pembeni kidogo, unasoma sala ya Mtume kwa kusema Allahumma swali ala Muhammad, ya Rabbi swali alayhi wasallim. Mara ngapi? Utasoma mara 94. Kisha utasema ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz, ya Aziz. Mara ngapi? Mara 94, kwa idadi ya mfumo wake. Hakikisha kila baada ya swala yoyote ile utasoma ya Aziz mara 94. Tembea na tasbihi yako. Wallahi, ukikithiri kuyafanya haya kwa kutumia jina ya Aziz mara 94 kila siku, na huku unamsalia Mtume mara 94, ndugu yangu, wallahi na kuhakikishia utaona maajabu ya Allah. Lazima Mungu akuoneshe maajabu, lazima upate kile kinachokusudiwa kukipata. Mungu atakupa mali, Mungu atakupa pesa, na Mungu atakupa heshima kubwa sana katika hii dunia. Wallahi, fanya hilo, naamini ipo siku utakuja kunikumbuka katika hayo. Mwisho kabisa, na kuomba kwa wale wanaotaka bukhuri waweke oda. Wapo watu wanatuma message kwamba anataka bukhuri, anatuma message tu kwenye nini ile tunaita kwenye comment, ana comment nataka bukhuri. Sasa tunakupaje? Hatujui namba yako. Tupigie simu kwenye namba hii, sema nataka bukhuri ustadhi. Malipo yanafanyika kwenye namba hii. Kama uko mbali, basi utatuma na pesa ya kutumia mzigo. Kama kuna baadhi ya mikoa nauli shilingi 15,000, basi kama ni 50,000 utatuma 65,000. Utasubiria, utajazwa katika daftari yetu. Tukishamaliza dua za bukhuri katika siku ya mwaka mpya, tutamtumia kila mtu dawa yake insha Allah. Kwa hiyo naomba gharama zote zinatumwa katika namba zetu za Voda. Kwa usiwe na mashaka, tutafute kwenye WhatsApp, hata tutafute kawaida, tupigie simu, tutakupa maelekezo utaipataje na wewe bukhuri katika hiyo siku ya mwaka mpya wa Kiislamu. Inshallah, usiache kusubscribe, usiache kushare. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.